Hapa ninataka kukupa biashara 5 za mtaji mdogo lakini faida kubwa. Miongoni mwa swali ambalo watu wengi wamekuwa wakiuliza kwamba nina mtaji mdogo labda 200,000, 300,000, naweza nikafanya biashara gani ambayo inaweza kanipatia faida kubwa na ya haraka? Sasa kuna biashara 5. Biashara ya kwanza ambayo inaweza kukusaidia kupata faida kubwa ni biashara ya kuuza nguo za ndani. Hili biashara ambayo mimi mwenyewe nimeifanya kwa muda mrefu sana na nimeona matokeo. Kwa sababu gani biashara ya nguo za ndani? Kwa sababu nguo za ndani mara nyingi bei ni ndogo, 1,000, 2,000, 3,000, na mara nyingi watu wengi wanaweza wakaona kama vile ni pesa ambayo ni change. Kwa hiyo nguo za ndani za kike, na wakina dada wanabadilisha sana nguo za ndani, ni biashara ambayo unaweza ukaifanya. Eneo ambalo unaweza ukauza ni maeneo kama kwenye barabara za kupita, kwenye vyuo, kwenye minada. Ni sehemu ambapo unaweza ukafanya biashara. Lakini pia hata kama una frame unaweza ukafanya. Sio nguo za ndani za wadada tu, lakini pia za wanaume na vijana unaweza ukawa unauza, kwa sababu ni vitu vya bei ndogo lakini faida ambazo ni kubwa. Nguo za ndani za aina yote unaweza ukauza na ukapata faida ambayo ni kubwa sana. Unafikiria kufanya hiyo biashara, basi ni eneo la kwanza ambalo unaweza ukalifikia. Biashara ya pili ni biashara ya nguo za mtumba. Na nguo za mtumba zipo aina. Japokuwa nguo za mtumba kwa ujumla ni nguo ambazo zinatoka sana, kwa sababu watu wengi sana sasa wa Tanzania tunavaa mtumba kwa sababu ya kushindia, lakini pia kubadilisha nguo za mara kwa mara. Kuna zile ambazo unaweza kauza za watu ambao wanaenda maofisini, lakini kuna hizi ndogo ndogo sasa nguo za watoto. Nguo za watoto zinatoka sana kwenye hizi nguo za mtumba, lakini pia nguo za kina dada, hizi gauni mbalimbali, lakini pia jeans zinatoka sana kwa sababu ni nguo ambazo zinavaliwa mara kwa mara. Lakini pia ni nguo ambazo unaweza kuzibeba ukapeka kwenye minada, au kama una frame yako mtandaoni pia unaweza ukauza. Kwa hiyo hii ni biashara ambayo unaweza ukaifikiria, lakini pia ukaifanya ya nguo za mtumba. Biashara ya tatu ni biashara ya vifaa vya simu. Vifaa vidogo vidogo kama kuuza earphone, screen protector, makava ya simu, kuuza housing za simu, charger. Ni vitu vidogo vidogo ambavyo ukipata chimbo lako zuri na ukapata tu frame yako au kibanda chako au kwenye maeneo ambayo watu wanapita, basi ni biashara ambayo unaweza ukapata faida kubwa na haraka haraka. Vifaa vyote vya simu, betri za simu ndogo ndogo, na ukiwa na mtaji angalau mkubwa kidogo, pia unaweza kununua hizi simu ndogo ndogo ukao unauza. Kama ni vijijini, kama ni mijini, bado hizi simu ndogo ndogo za watu wenye uchumi mdogo na watu ambao umri kidogo umeenda wanatumia bado hizi simu za batani. Kiswahili siku hizi tunaita viswaswadu. Unaweza pia, ni biashara ambayo unaweza ukafanya. Hiyo ni biashara ya tatu. Biashara ya 4 ambayo unaweza ukaifanya ni biashara ya urembo, sasa wakina dada. Vitu vidogo vidogo tu, ukauza lipstick, lip shine, ukauza eleni, ukauza cheni, ukauza hizi saa za urembo. Kuna vile visaa ambavyo ni 3,000, 4,000, 5,000 mpaka shilingi 10,000. Ni vitu ambavyo vinatoka haraka. Hivi vitu vya urembo vyote, kucha za bandia, ni biashara ambayo unaweza ukaanza. Ni ya mtaji mdogo kabisa, lakini ni biashara ambayo unaweza ukaanza sasa hivi na ukapata faida ambayo ni nzuri. Biashara ya urembo kwa ujumla, wewe fikiria tu urembo, ni vitu gani ambavyo pia unaweza ukafanya kwenye biashara ya urembo. Na biashara ya 5 ya mwisho ambayo kidogo mtaji unaweza kuzidi 300,000, lakini biashara nzuri ni biashara ya vyombo. Na kwenye biashara ya vyombo haupasi kukaa tu kwenye frame. Unaweza ukachukua hivyo vyombo kwa unavizungusha mtaani. Unaweza ukachukua hivyo vyombo ukawa unaposti pia kwenye mitandao ya kijamii. Ni biashara ambayo inafanya vizuri sana, na ni biashara ambayo unaweza kaongeza mauzo kwa kiwango kikubwa sana. Hizo ni biashara 5 ambazo nimekupatia, ambazo unaweza kazianza kwa mtaji mdogo lakini ukapata faida ambayo ni kubwa sana. Kwenye hizi biashara 5, niambie ni biashara gani ambayo umewahi kuifanya na ikakupatia mafanikio. Alafu nitajua ni namna gani pia ambavyo naweza nikakusaidia.